Naam, hujambo na karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Wanasema hapa ameanza kuchangamka. Ni baada tu ya jana Kanisa Katoliki Tanzania kutoa wito wa sala na mafungo kuombea haki na amani nchini kwetu. Usiku wa kuamkia leo ni taarifa nyingine tena kutoka Kanisa Katoliki Tanzania TEC, ambapo Kanisa Katoliki Tanzania limepiga marufuku viongozi wa kiserikali na kisiasa kualikwa mbele ya madhabahu, altareni, mimbarini kusalimia, kutoa neno la shukrani au kusema kitu chochote. Sadaka ama shukrani zitatolewa na katekista, padri, askofu na kadhalika kwa niaba ya kiongozi au mwanasiasa huyo. Kwanza, kabla tujasoma hiki ambacho kimetoka huko Kanisa Katoliki Tanzania kupiga marufuku, moja kwa moja tuangalie hiki ambacho kimetoka siku ya jana mchana, ambapo ilikuwa ni wito wa sala na mafungo kuombea haki na amani nchini mwetu. Taarifa hii ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: wapendwa katika Kristo, mapadri, watawa na jamii yote ya waamini, Kristo ni tumaini letu. Tunapoendelea na safari yetu katika tumaini lisilotahayarisha katika mwaka huu mtakatifu wa Jubilei Kuu mwaka 2025, sisi maaskofu wenu tunalialika taifa zima la Mungu nchini Tanzania kuwa na siku ya sala na mfungo kuombea uwepo wa haki na amani katika nchi yetu. Sisi maaskofu wenu tunawaomba waamini wote katika kanisa letu kufanya sala na mfungo siku ya tarehe 23 Agosti mwaka 2025. Sala na mfungo huo utaambatana na kuabudu sakramenti takatifu na kufanya kitubio. Kila jimbo, parokia, jumuiya za kitawa na taasisi wataweka utaratibu utakao wawezesha watu wote kupata nafasi ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kusali na kutubu siku nzima kwa masaa 12 au 24 kufuatana na uwezo na mazingira. Lengo mahususi ni kuliombea taifa letu la Tanzania lidumu katika haki na amani tunapoelekea kufanya uchaguzi mkuu huu wa mwaka 2025. Kwa niaba ya maaskofu wote TEC wenu katika utumishi wa Bwana Yesu na kanisa, ni Simon C. Masondole, askofu wa Bunda na mwenyekiti wa idara ya liturujia TEC. Nimeona Mange Kimambi, mwanaharakati huyu, ameposti pia barua hii asubuhi ya leo na kuandika: Watanzania jipeni moyo, ukombozi unakuja. Haijawahi kutokea coordinated effort kama hii ya kudai haki Tanzania. Yani this time ni kwamba wananchi, makanisa, wanaharakati na hata viongozi wachache wa dini ya Kiislamu wote wameungana kudai haki kutoka kwa CCM. Ila kikubwa zaidi ni kwamba this time wananchi karibia wako on the same page kuto kuwataka CCM. Hii barua ni tangazo la Kanisa Katoliki kufunga ili kuombea haki na amani Tanzania. Asante sana Kanisa Katoliki. Hakuna kitu kinanitiaga hasira kama nikimsikia mtu anaongelea amani bila kuongelea haki. Hivyo viwili lazima exist pamoja. Hakuna amani bila haki, na penye haki siku zote huwa hapa na amani. Hii ni wito ambao ulitolewa siku ya jana, ambapo siku ya tarehe 23 mwezi Agosti mwaka 2025 Kanisa Katoliki kutakuwa na mfungo ambao utaambatana na kuabudu sakramenti takatifu na kufanya kitubio. Lakini ukiachana na taarifa hii, nimesema usiku wa kuamkia leo taarifa nyingine tena kutoka Kanisa Katoliki, ambapo Kanisa Katoliki limepiga marufuku viongozi wa kiserikali na kisiasa kualikwa mbele ya madhabahu, altareni, mimbarini kusalimia, kutoa neno la shukrani au kusema kitu chochote. Sadaka ama shukrani zitatolewa na katekista, padri, askofu na kadhalika kwa niaba ya kiongozi huyo. Moja kwa moja tusome hapa kilichoandikwa kwenye taarifa hii kutoka Kanisa Katoliki kufuatia
tamko hili ambalo limetolewa leo, lakini kubwa zaidi tufahamu ya kwamba ni kuelekea katika uchaguzi mkuu ndio tunashuhudia haya. Sasa katika taarifa hii inasomeka kama ifuatavyo: mwongozo wa maboresho ya liturujia nchini mwetu. Wapendwa katika Kristo, waazama, makardinali, maaskofu wakuu, maaskofu, mapadri, watawa na waamini wote walei, Kristo ni tumaini letu. Utakatifu na ukuu wa azimisho la Ekaristi Takatifu ni jambo linalopewa heshima ya juu katika imani ya Kikristo. Kila siku Mama Kanisa na liturujia yake anatuita na kututaka kuliishi kutano hili la Mungu na watu wake katika hali ya uchaji na utulivu mkubwa. Hata hivyo, tumejikuta tumejenga tabia ya kuingiza matangazo mengi na hotuba nyingi kwenye maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia. Jambo hili likiachwa liendelee, litafifisha heshima tunayopaswa kuitoa katika ukuu huo wa liturujia mbele ya Mungu wetu. Na katika muktadha huu, mkutano mkuu Plenary Assembly wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kikao cha 109 kilichofanyika Kurasini, Dar es Salaam tarehe 16 hadi tarehe 19 Juni mwaka 2025. Maaskofu wameagiza maboresho ya maadhimisho yanayohusu daraja takatifu, nazili za kitawa, ndoa, jubilei na maziko ya Kikristo. Tunapokusanyika jamii yote ya wana wa Mungu, yazingatie utaratibu ufuatao. Jambo la kwanza ni mwanzo wa misa. Jambo la pili ni azimisho lenyewe. Azimisho litaazimishwa kwa kufuata mtiririko wa riti na madhehebu kama yanavyoeleza na kuelekeza. Jambo la tatu, mwishoni mwa azimisho, baada ya sala ya komunio, itatolewa mara moja baraka ya mwisho. Hakutakuwa na hotuba za kupongezana, isipokuwa tu mwazimishaji, yani paroko, padri kama ni tukio la kiparokia, askofu wa jimbo kama ni tukio la kijimbo, rais wa Baraza la Maaskofu TEC kama ni tukio la kitaifa, atatambua kwa ufupi uwepo wa wageni wa kidini, kiserikali, kijamii na waalikwa wote bila kuwapa nafasi ya kuongea, kutoa hotuba wala kusalimia. Mwazimishi mkuu anawajibika kuwaalika wageni kutoa zawadi zao na bila ya wao kutoa salamu za pongezi. Jambo la nne, neno la mshangwela kwenye mabano, mdarajiwa, mnazili, mjubilei na kadhalika, atoe neno la shukrani kwa ufupi sana. Jambo la tano, matangazo. Matangazo mafupi kwa ajili ya kuonyesha utaratibu wa chakula yanafuata. Jambo la sita ni picha. Zitachukuliwa picha chache kwa ajili ya kumbukumbu. Jambo la saba na la mwisho ni kutoa heshima kwa altare na kuondoka. Kwa niaba ya maaskofu wa TEC wenu katika utumishi, Masondole ndiye pia aliyetoa taarifa hii ya wito wa Kanisa Katoliki, ambapo limepiga marufuku viongozi wa kiserikali na kisiasa kualikwa mbele ya madhabahu au altareni au mimbalini kusalimia, kutoa neno la shukrani au kusema kitu chochote, ambapo sadaka ama shukrani zitatolewa na katekista au padri au askofu na kadhalika kwa niaba ya kiongozi au mwanasiasa huyo. Watu wametoa maoni mbalimbali. Huyu wa kwanza anasema, unajua watu, hii ishu ya mabadiliko ya uchaguzi wanahisi na faida kwa Chadema tu. Hata kwa upande wa CCM tunahitaji tuwe na viongozi wanaotokana na kura za wananchi, yaani wananchi ndo waamue nani awe kiongozi, na wasipomtaka wanamchomoa muda wake ukifika. Usipoelewa sikiliza clip ya Nape Nnauye. Tunataka viongozi wakimaliza muda wao wakija kutuomba kura tuwachague kulingana na utendaji wao
wa msimu uliopita. Kuwa na viongozi wa CCM sio shida, shida ni kuwa na viongozi ambao wamepita shortcut. Hao ndo kazi yao, kupiga tu meza hii Tanzania, na rasilimali zilizopo sio za watu wachache, ni zetu zote. Naomba kuwa rafiki yako mwana mabadiliko mwenzangu. No reform, no election, tuko pamoja na TEC. Lakini pia mwingine anasema kanisa moja, sheria moja, imani moja. Hii ndiyo Roman Catholic. Lakini pia mwingine anasema kwa Tanzania nitaachana na kuabudu kwa Kiislamu, nitaabudu kupitia dini waliotoa hiyo barua, maana hao ni wenye msimamo wa kujali utu wa watu. Kwa Uislamu kama wanadiriki. Lakini pia mwingine anasema kanisa ni moja tu takatifu, Katoliki la mitume, proud to be Catholic. Lakini pia mwingine anasema kanisa moja Katoliki ndilo limezaa dini zingine zote za Kikristo. Mwingine anasema kanisa moja Katoliki takatifu la mitume. Mwingine anasema kanisa langu Katoliki alinaga mbambamba. Lakini pia mwingine anasema kanisa limekataa kuwa chawa, ni kupiga nondo tu, asanteni maaskofu. Lakini pia mwingine anasema hawa jamaa hawana comeback kwa sababu pia huwa hawategemei michango ya watu ili kanisa liendelee, wanajiweza. Lakini pia mwingine anasema kwa hiyo hata rais haruhusiwi kuongea madhabahuni. Huyu amehoji hapa kwamba hata rais haruhusiwi. Ndiyo hivyo, kutokana na tamko hilo hata ruhusiwa. Lakini pia mwingine hapa kwenye watu waliotoa maoni anasema kwamba kwa wale wa Anglican wenzangu mtaelewa tu kuwa hata kwenye sala zenu kuna sehemu ipo inasema kanisa takatifu Katoliki. Lakini pia mwingine anasema kanisa ni moja tu takatifu Katoliki la mitume. Lakini pia mwingine anasema kwamba udini tumewajaa. Lakini pia mwingine anasema kwamba hii ndo maana halisi ya dini, kuongozwa na watu wenye elimu sahihi. Asante Mungu kunifanya niwe Mkristo. Lakini pia mwingine anasema nimerudia kusoma, nikasoma tena nikagundua waandishi mnapenda mtafsiri ambavyo mambo hayajaandikwa. Lakini pia mwingine anasema kanisa la Mungu, kanisa la ukombozi. Lakini pia mwingine anasema kanisa moja, sheria moja, Katoliki la mitume, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi. Lakini pia mwingine anasema kanisa moja Katoliki la mitume. Lakini pia mwingine anasema kwamba ukitaka kufungia kanisa Katoliki basi utayafungia yote kuanzia jimbo mpaka kigango, hakuna kanisa la mtu. Lakini pia mwingine anasema kwamba natangaza rasmi, endapo huu msimamo utapitika na kutekelezeka, basi nitakuwa muumini wa kanisa Katoliki rasmi. Huu ndio msimamo wangu, naomba familia sinaingilia kwa uamuzi nitakao uchukua, asante. Lakini pia mwingine anasema kwamba hivi hatuwezi kuongeza kipengele cha kusomea laana wanaoapishwa kwa vitabu vya dini afu wakageuka mashetani. This is a big step. Lakini pia mwingine akasema mwanasiasa kupewa madhabu sio taratibu, sio weledi kwenye misingi ya kanisa, jambo jema kanisa Katoliki. Lakini pia mwingine akasema hii ndio dini yangu ninayoiamini, sasa ikiamua kuwa na msimamo inakuwa na msimamo. Mwingine anasema nimesomea shule za Katoliki, wako very strict, kwa kweli nafikiria kuhamia huko, maana mengine ni kama vile yamemezwa na mifumo. Lakini pia mwingine anasema kwamba mpango wa kanisa ni kila anapokuwa mtawala ni Muislamu. Magumu alotupitisha Magufuli, hatujawahi kusikia hizi kauli, makatazo wala kitu chochote, kwa sababu alikuwa Mkatoliki. Waislamu na makanisa mengine ni wakati wa kuamka. Ni hatari sana kubebewa akili na hawa watu waliojaa chuki na udini. Kwa sasa ni bora uitwe utakavyoitwa, ila kwa against na huu ujinga wao. Mwingine anasema uzuri wamesema wanasiasa wote, so hata wale wanao reform no election chuma wanacho, hawajasema Chama cha Mapinduzi peke yao. Mwingine anasema ukisikia Highland Defense and high pressing kwenye football ndio hii sasa. Lakini pia mwingine anasema hii pressing ni kama ile ya Prime Barcelona kabisa. Lakini pia mwingine anasema kwamba safi sana, matangazo huwa ni mengi hadi napata hasira.
una nafasi ya kutochea maoni yako sasa kufuatia taarifa hii, lakini kubwa, endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.